Neno la Mungu. Leo ni Jumatano ya juma la 5 la Pasaka. Injili ambayo inatuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 8. Katika injili ya leo, Yesu anatuambia, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu huzaa matunda mengi. Yesu anatukumbusha kwamba bila Mungu hatuwezi kuwa na uzima wa kweli. Bila Mungu hatuwezi kuwa na mafanikio ya kweli, mafanikio yanayodumu. Lakini wakati mwingine tunaweza tukajiuliza maswali. Mbona kuna watu ambao hawaonekani kuwa karibu na Mungu, lakini bado wanafanikiwa? Hawaonekani wakisali, hawaonekani wakiwa na hofu ya Mungu, lakini ukiangalia kwenye maisha yao ya nje, wanaonekana wamefanikiwa, wana pesa, wana umaarufu, wana maisha mazuri, na hata wengine huwa wanatamani kuwa kama wao. Na tukitafakari kwa ndani zaidi, wakati mwingine watu wengine wanaanza kusema labda hakuna maana sasa, hakuna umuhimu wa kumwabudu Mungu, hakuna umuhimu wa kuwa na hofu ya Mungu. Mbona hawa mwabudu Mungu, hawasali, lakini wanaonekana wamefanikiwa, wanaonekana maisha yao yanawaendea vizuri, yamenyooka. Lakini leo hii Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba si kila mafanikio ni matunda ya kweli. Ndugu zangu, tukiwa wazi katika nafsi zetu, dunia hupima mafanikio kwa vitu vya nje, vitu vinavyoonekana. Ukiwa na pesa, ukiwa na mamlaka, ukiwa na umaarufu, basi dunia inakuchukulia kama wewe umefanikiwa, wewe upo vizuri. Lakini leo hii Bwana wetu Yesu Kristo anazungumzia matunda ya ndani, yale ambayo hayaonekani kwa macho. Ni ndani ya nafsi yako, wewe na Mwenyezi Mungu ndio mnajua. Na matunda haya ni amani, furaha, upendo, msamaha na maisha yenye maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tumesikia kwenye Injili Yesu anatupa mfano wa tawi. Tawi ambalo linaweza kuonekana bado ni la kijani baada ya kukatwa kutoka kwenye mti, lakini polepole tawi hili hukauka kwa sababu limejitenga na chanzo cha uzima. Na hivyo ndivyo ilivyo kwenye maisha ya kiroho. Mtu anaweza kuonekana mwenye mafanikio kwa nje, tukitazama tunaona yuko vizuri, tunaona amefanikiwa, na wakati mwingine tunatamani hata kuwa sawa na yeye, lakini kumbe ndani ya moyo wake hana amani, hana furaha, kwa sababu yuko mbali na Mungu. Ndio maana Mtakatifu Agustino kwenye mafundisho yake alishasema, mioyo yetu haitulii mpaka ipumzike ndani ya Mwenyezi Mungu. Moyo wa binadamu hubaki ukihangaika mpaka pale ambapo utaungana na muumba wake ambaye ni Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, kumbe kubaki ndani ya Kristo ndiko kunakoleta matunda ya kweli. Kubaki ndani ya Kristo ndiko kunakoleta mafanikio ya kweli, mafanikio yanayodumu, matunda yanayodumu, matunda yanayoleta matumaini, matunda ambayo dunia haiwezi kuyatoa na haiwezi kutuondolea. Kwa hiyo leo hii swali
la msingi ambalo tunatakiwa kujiuliza ni hili: je, ninatafuta mafanikio ya nje tu, au ninatafuta maisha yenye matunda mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu mwisho wa yote, mwisho wa safari yetu hii ya hija hapa duniani, jambo la muhimu zaidi si tu yale tulioyapata duniani, bali ni kwa namna gani tulibaki ndani ya Kristo. Ni kwa namna gani tulibaki tumeshikana na shina. Tumeshikana na shina ambaye ni Kristo mwenyewe, na kutoka kwake ndiko tukazaa matunda yanayodumu, matunda ambayo dunia haiwezi kutupatia na haiwezi kuyaondoa. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu leo hii aweze kutupatia neema na baraka zake, ili katika maisha yetu, katika juhudi zetu za kuweza kuyahangaikia ya duniani, lakini pia tutambue hayo yote ambayo tutayapata lazima yatusaidie sisi kuweza kuurithi uzima wa milele. Yote tunayohangaika kuyapata, tuyapate kwa njia ya Kristo na tuyatumie kwa ajili yake.